walikuwa na maneno, jina lako lilitajwa kwamba ulihusika katika yale maandamano ya vijana Gen Z. Mimi sikuzungumzia events za June last year. Mimi sikuhusika na maandamano ya Gen Z. Lakini yale Gen Z walikuwa wanasema ndio nilikuwa nasema. Mimi nilikuwa nasema watu wasikize ground. Ya kwamba hii finance bill haifai. Ya kwamba tumeumiza Wakenya zaidi. Sasa ile Gen Z walikuja wakasema ile nilikuwa nasema, William Ruto na watu yake wakasema mimi ndio mwenye Gen Z. Mimi sikuhusika na mambo ya Gen Z, lakini ni watoto wazuri na ninawapenda na ninawapongeza na niliwatetea sana wakati huo. Na sina apologies ya kwamba nitetea watoto wetu wa Gen Z. Hata saa hii mimi naambia watoto wa Gen Z pahali walipo wananisikiza, hao ndio tegemeo la Kenya. Kwa sababu hawana ukabila na hawezi nunuliwa na hawezi tishwa. Hao watoto wetu ni wazalendo kikamilifu. Na mimi nataka kuwaomba pahali pote walipo wachukue vitambulisho, wajiandikishe kura. Wanafanya kazi nzuri sana kwa mtandao ya kueleza Wakenya yale mambo yanaendelea. Lakini mabadiliko ya Kenya haitafanyika kupitia kwa mtandao. Mabadiliko kamili ya kuokoa Kenya na kuirudisha pahali inatakikana itafanyika kwa debe. Kwa hivyo mimi naomba watoto wetu wa Gen Z, nikiwa baba yao, wanisikize, waende wajiandikishe. William Ruto alisema mimi ndio mwenye Gen Z. Mimi nikakubali, hao ni watoto wazuri. Kama wangekuwa wangu ningekuwa na umaarufu kubwa sana. Lakini mambo ya maandamano na nini mimi sikuhusika. Ile tu nilikuwa nimeonya ya kwamba tusiposikiza Wakenya kutatokea maneno, na ikatokea. Sasa akapiga 2+2 akasema huyu Rigathi vile alikuwa anaongea ndio hii watoto wanaongea, kwa hivyo yeye ndio mwenye hii watoto. Hii watoto mimi hata sikuwa nawajua. Nilikuja kujua ya kwamba wako na wamefika katika maneno ya Kenya in the center stage. Saa ile walijitokeza kupambana na yale maneno ambaye hawapendi. Na kwa hivyo mimi niseme hao watoto ni watoto wetu na ni watoto wazuri na waheshimiwe, na ilikuwa ni makosa sana kuwaua. Hakuna haja, kwa sababu hao ni watoto wetu, ni watoto wa Kenya na wako na haki ya kikatiba ya kutoa maoni yao vile wanaona Kenya inatakana iendeshwe. Kwa hivyo hakukuwa na haja ya kuua hii watoto, na wale wote waliua hao watoto hawatapata usingizi, hawatapata amani. Hii damu ya Gen Z itawaumiza siku mingi. Na hii matatizo yote unaona William Ruto wako nayo halali, anashinda akilia kwa mikutano. Wakabida wanaungana kunitoa, Ruto masko, ninaenda wapi? Anamehangaika huyu mtu halali kwa sababu anasumbuliwa na damu ya Gen Z. Unajua uwezi mwaga damu ya watoto na upate amani. Shida ile William Ruto ako naye ni ataandamwa na damu ya Gen Z. Na hata akija kutoka State House atatoka na aibu kubwa sana, kwa sababu yeye anabeba damu ya Gen Z. Hao ni watoto ambao hawana hatia. Hao ni watoto ambao ni watoto wachanga, innocent young children. Amemwaga damu yao. Sasa lazima anakuwa haunted by the blood of Gen Z. Umeona juzi ameenda pale Rome wakati ya mazishi ya Pope.